Mheshimiwa mwakilishi wa mwenyekiti wetu wa bodi ya ushauri ya wizara, kaka yangu Renatus Msingira, kwa niaba ya Profesa Ikaeli, ndugu katibu tawala wa wilaya ya Singida, kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Singida na mwenyeji wetu, waheshimiwa wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, natambua uwepo wa afisa mtendaji mkuu wa TIA kaka yangu Profesa William Palangio, yeye ni mwana Singida sasa, makamu mkuu wa chuo taaluma utafiti na ushauri Profesa Momole, makamu mkuu wa chuo mipango fedha na utawala Daktari Isaya Sanali, mkurugenzi wa kampasi ya Singida na kampasi zote nyingine mliofika hapa Singida, karibuni sana. Management ya TIA, rais na makamu rais wa serikali ya wanafunzi TIA Singida, wahadhiri wote, watumishi, wanafunzi, wahitimu, wazazi na walezi na waalikwa wote mlioko hapa, viongozi wa serikali ngazi zote, viongozi wetu wa dini, wadau wa elimu, wafadhili, wakandarasi na ndugu zangu waandishi wa habari. Kazi na utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, TIA. Awali ya yote, na mimi nimesimama hapa kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na leo kutuwezesha kushiriki katika mahafali hii ya 24 ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania inayofanyika katika kampasi ya Singida. Ninatoa shukurani zangu za dhati kwa kunialika kuwa mgeni rasmi. Angeweza kuwa yoyote leo, lakini kubwa kwa mapokezi mazuri niliyoyapata mara baada ya kufika hapa. Ninapenda kutoa pongezi za dhati kwa uongozi wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania, management, wahadhiri, watumishi na wadau wote kwa mafanikio makubwa yaliyofikiwa hadi kufanikisha mahafali haya. Najua mmefanya mambo mengi mpaka leo shughuli yetu iko uwanjani. Mwakilishi wa mwenyekiti wetu wa bodi na viongozi wote mlioko hapa, leo tumekutana hapa kusherekea vijana wetu wanahitimu katika ngazi mbalimbali. Lakini sote tunatambua kazi kubwa inayofanywa na serikali yetu chini ya uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuwekeza kwenye sekta ya mbinu, lakini tunao uwekezaji mkubwa wa rasilimali watu na rasilimali fedha katika kuhakikisha kwamba mtoto wa Tanzania anapata elimu kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya juu. Na huu ni ushuhuda tosha siku ya leo kwamba tunao wahitimu wapo hapa mbele yetu ambao walianza katika ngazi hizo na leo wanahitimu katika sehemu ya elimu ya juu. Tuna kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Rais, tuna kila sababu ya kumshukuru kwa kuweka mazingira mazuri ya watoto wote wa Tanzania katika usawa wakaweza kupata elimu. Lakini baada ya kumshukuru Mheshimiwa Rais na serikali, napenda pia niwashukuru watendakazi, management, wahadhiri na wafanyakazi wasio walimu wa chuo hiki na vyuo vingine vyote kama vilivyoorodheshwa hapa kwa kazi kubwa wanaoifanya bila kuchoka katika kuwapika Watanzania hawa na kuhakikisha wamejazwa ujuzi na maarifa na waelekee katika kuijenga taifa lao. Lakini leo tunatambua kuna siku kubwa sana katika mkoa wetu wa Singida. Kupitia wahitimu hawa tumepata wageni kutoka pande zote za nchi yetu. Nasema karibuni sana Singida. Kama mwenyeji wenu niseme nimefurahi kuwaona na nimefarijika sana
kuja katika mkoa wetu wa Singida. Singida, wageni wetu, ni sehemu ya katikati kabisa ya Tanzania. Unapoigawa Tanzania, pale kitovu, unapoita kitovu, basi kitovu cha Tanzania kiko hapa Singida. Singida, sifa yetu kubwa ni ukarimu kwa wageni. Tunawapenda wageni wetu sana, na naamini mtakuwa mashuhuda kwa wale ambao mmefika na mtaendelea kuwepo mpaka mtaondoka Singida, hamtaisahau Singida. Lakini niwakumbushe, msitoke Singida bila kuonja au kula kuku bora kabisa Singida. Kuku wetu ni bora, hana mpinzani Afrika. Kwa hiyo muenjoy kuku wetu wa Singida, kuku wa kienyeji. Lakini sisi tunafurahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu amewafikisha salama. Mmesafiri kutoka mbali kusini kule Mtwara. Ndugu zangu wa Mtwara, karibuni. Niliishi Mtwara na nimefanya kazi Mtwara kwa miaka karibu 4 kama mkuu wa mkoa. Leo nimefurahi kuona vijana wa Mtwara wapo hapa. Karibuni sana. Ndugu zangu wa Zanzibar, Kigoma, nimefanya kazi mikoa hii, nimefanya kazi Zanzibar na nimefanya kazi Kigoma. Nimefurahi sana kuwaona wana Kigoma na ndugu zetu kutoka Zanzibar wapo hapa. Karibuni sana. Nyumbani kwa sasa ni Dar es Salaam. Nimefurahi kuwaona wana Dar es Salaam mko hapa. Lakini kikazi niko Singida. Nimefurahi na kuwapongeza wahitimu wa mkoa wa Singida. Karibuni sana. Lakini kama tulivyopokea taarifa, mahafali haya ni ya kundi la kwanza kwa wahitimu wa shahada ya uzamili katika kampasi yetu ya Singida. Hii ni hatua muhimu sana katika kuendelea kuzalisha wataalamu bobezi wanaohitajika katika sekta mbalimbali za umma, lakini hata sekta binafsi. Na nimekumbushwa historia. Wakati tunaianza hii safari na mimi nilikuwepo. Kwa hiyo nimefurahi na kufarijika kuona kwamba na mimi ni sehemu ya mafanikio haya. Lakini mafanikio haya yametoa fursa sasa kwa Wanasingida, hasa watumishi wa umma walioko hapa, kuweza kujiendeleza. Na leo tunao wahitimu ambao ni ushuhuda tosha waliotoka katika ofisi mbalimbali katika mkoa wetu wa Singida. Lakini pia nimefarijika kuona kuna maendeleo makubwa katika kampasi yetu ya Singida ambayo imejengwa kwa miaka mingi. Nimekumbushwa leo toka mwaka ule wa 1974 na ikiwa ni kampasi ya pili tangu TIA kuundwa, na ninafurahi kuona kwamba tunaendelea vizuri na tumekuwa tukitekeleza programu mbalimbali kuleta mageuzi katika chuo chetu. Na kupitia programu ya HITI leo tunaenda kuwa na mradi mkubwa unaenda kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika taasisi yetu ya elimu ya juu nchini ili kuongeza ubora wa elimu, tafiti na ubunifu. Na kwa kweli jengo linaonekana hata kutoka hapa linaendelea vizuri. Niwapongeze sana wasimamizi, lakini kubwa niwapongeze sana watendakazi kwa maana ya mkandarasi na mkandarasi mshauri. Ninayo imani ndani ya muda mfupi jengo hili litakamilika na litaleta sura mpya kabisa katika mkoa wa Singida na kuleta sura mpya kabisa katika chuo chetu kampasi ya Singida. Ndugu wahitimu, leo ni siku muhimu kwenu, ni siku muhimu katika maisha yenu ya kitaaluma. Mafanikio haya mnayosherehekea leo ni matokeo ya bidii, juhudi, nidhamu, uvumilivu na kujituma kwenu katika kutafuta elimu. Kwa kufanya hivi, mmetimiza maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu katika vitabu vyote Mwenyezi Mungu amesema msimwache elimu akaenda zake, mtafuteni elimu popote, hata ikiwezekana kusafiri mpaka Uchina. Kwa hiyo leo mmetekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu na Mungu atawajalia. Lakini mmetekeleza mapendekezo na malengo ya serikali yetu, lakini pia na ya familia zenu. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hatua hii ambayo mmefikia. Lakini niseme hapa sio mwisho, bado tunahitaji kusonga mbele mpaka kufika pale juu kabisa ambapo kwa sasa itakuwa mwisho.
Kila kizazi hupewa jukumu lake katika maendeleo ya taifa. Jukumu la kizazi chenu ni kuhakikisha kuwa Tanzania inanufaika na mapinduzi ya teknolojia, maarifa na ubunifu unaoendelea kote duniani kwa kuleta tija, ushindani na fursa ya maendeleo ya haraka kwa ajili ya kuendeleza maisha ya wananchi wetu na jamii na taifa kwa ujumla. Lakini mjione kwamba mnao wajibu mkubwa kuiwezesha Tanzania kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-30, lakini pia utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Dira yetu ina malengo makubwa sana. Malengo yale hayawezi kwenda sawa kama hatuna wataalamu wabobezi, hatuna watafiti, hatuna watu walioelimika vema waliojifunza vema kutekeleza malengo makubwa yaliyowekwa na serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi. Kwa hiyo mjione mnalo jukumu kubwa kwa taifa hili.